Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyosema mwanzoni mwa adhimisho la misa takatifu kwamba leo tuna furaha kubwa katika kanisa kuadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Tunapoadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, tunamwadhimisha, tunamtukuza Mungu ambaye mmoja lakini yuko katika nafsi tatu. Mungu mmoja katika nafsi tatu. Nafsi hizo tatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na hawa kama nilivyosema wako sawa. Mungu Baba na Mungu Mwana wako sawa na Mungu Roho Mtakatifu. Hakuna ambaye ni mkubwa kuliko mwingine. Lakini hawa pia wameungana. Hizi nafsi tatu za Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, wameungana kwa muungano mkamilifu kabisa. Hakuna mgawanyiko wote. Na anayewaunganisha Mungu Baba na Mungu Mwana ni Mungu Roho Mtakatifu. Wanaunganishwa katika upendo ambao ni Mungu Roho Mtakatifu. Sasa kuelezea Utatu Mtakatifu kwa maneno yanayotosha ni ngumu, kwa sababu tunamwongelea Mungu na hili ni fumbo. Maneno yetu sio tu maneno yetu, hata akili zetu hazitoshi, sio tu kuelezea, lakini kumwelewa. Mungu yuko juu ya ufahamu wetu, juu kabisa ya ufahamu wetu. Tunaweza tukamweleza au tunaweza kumwelewa kwa kiwango fulani, na hata kwa hicho kiwango yeye mwenyewe ndiye anayetuwezesha kwa njia ya neema yake tumwelewe, tuingie ndani ya hilo fumbo. Yeye ndiye anayetuwezesha sasa kwa njia ya mwanga wa Roho Mtakatifu kuweza kumwelewa zaidi na kumweleza pengine vizuri zaidi. Kwa hiyo swala la kumwelewa Mungu na swala la kumweleza Mungu, kumwelewa Mungu kamilifu, kumweleza Mungu kamilifu ni swala ambalo linahitaji msaada wake yeye mwenyewe, sababu yeye yuko juu ya uwezo wetu. Utatu Mtakatifu ni fumbo hili nililoeleza sasa hivi. Si jambo fulani ambalo linaeleweka kirahisi, lakini nieleze mambo mawili kabla sijaingia kwenye masomo ya leo. Nieleze mambo mawili. Jambo la kwanza la kushika katika Utatu Mtakatifu ni kwamba kuna maisha ya ndani ya Utatu Mtakatifu, maisha ya ndani ya Utatu Mtakatifu katika hizo nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wana maisha yao ya ndani. Kwa hiyo hawatuhitaji sisi, hawahitaji viumbe. Wana maisha yao ya ndani. Ni kama katika familia. Katika familia kuna maisha ya ndani ya nyumbani. Tunasema pale ni kwa fulani. Wewe kama ni kwa John, pale ni kwa John, kwenye familia yako. Mna maisha yenu ya nyumbani kwenu, nyumbani kwako, wewe na mke wako na watoto wako na wale unaoishi nao. Maisha yenu ni familia, maisha ya familia. Na Mungu ni hivyo hivyo. Mungu ni kama familia katika Utatu Mtakatifu. Wana maisha ndani ya familia, ndani ya Utatu Mtakatifu. Sasa wanachokiishi huko ni nini? Wanachokiishi huko ni nini? Wanaishi katika lugha ya kitaalamu, wanaishi maisha ya ufahamu uliokamilika.
na maisha ya upendo uliokamilika, maisha ya ufahamu au maisha ya kwa Kiswahili, lakini maisha ya ufahamu uliokamilika, kwamba wao wanajuana kikamilifu na wao wanapendana kikamilifu. Kama katika familia ungeweza kujuana kikamilifu, ungeweza kupendana kikamilifu, familia ingekuwa familia kamili kabisa. Wanachoishi ni maisha ya upendo, maisha ya ufahamu kamilifu, maisha ya furaha kamilifu, maisha ya heri iliyo kamili. Wanachoishi hicho. Kwa hiyo maisha ndani ya Utatu Mtakatifu. Lakini kuna maisha ya nje ya Utatu Mtakatifu. Mungu kuja kuhusiana na viumbe vyake. Haya ni maisha ya nje. Kama katika familia kuna familia, lakini pia kuna majirani, lakini kuna watu katika sehemu ile unayoishi, chako mjini, watu wengine, kuhusiana na watu wengine. Mungu pia licha ya maisha yake ya ndani alihusiana na maisha mengine ya nje, hasa pale alipoumba. Mungu aliumba, Mungu alikomboa. Haya ni maisha nje. Lakini kinachomsukuma katika maisha haya ya nje ni nini? Kama ambavyo tulisikia katika somo la kwanza, Mwenyezi Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. Mungu wetu ni Mungu mwema. Kinachomsukuma ni wema wake na upendo wake kwetu. Kwa hiyo Mungu akaumba dunia na vitu vyote. Mungu akampa mwanadamu. Nje kutokana na wema wake na upendo wake, Mungu akamkomboa mwanadamu pia kutokana na wema wake na upendo wake. Kwa hiyo haya ni maisha yale ya nje. Tunamwomba kuona Mungu katika kazi zake. Nafsi tatu za Mungu tunaziona katika kazi zao. Tunasema Mungu Baba ni muumbaji, ndiye aliyeumba. Ameumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Maneno haya tunayasema tu wakati tunakiri fumbo la imani. Mungu ameumba vitu vyote vya duniani na vya mbinguni, vinavyoonekana na visivyoonekana. Wakati mwingine natakiwa tutafakari na tushangae kidogo kwamba nani anaweza kufanya hivyo. Sawa, wakati tunamweka Mungu katika kiwango cha binadamu, nafikiri ni mwenzetu sana. Unaposikia Mungu Baba huyu ndiye aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vya mbinguni na vya duniani, hakuna anayeweza kufanya. Kwa Mungu Baba aliumba. Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Mwana ni mkombozi, ndiye aliyetukomboa sisi. Na tunasema Mungu Roho Mtakatifu alitutakatifuza, alitutakasa, alitupa uzima. Mungu Roho Mtakatifu. Lakini tunaposema Mungu Baba ameumba, sio tu ameumba peke yake. Mungu Baba ameumba kwa njia ya neno wake, kwa njia ya mwana wake. Kwa hiyo mwana wake Roho Mtakatifu. Mungu Mwana tunaposema amekomboa peke yake, Baba yupo, Roho Mtakatifu yupo. Mungu Roho Mtakatifu tunaposema ametakatifu anatupa uzima. Haimaanishi kwamba Mungu Baba hayupo. Mungu Baba yupo na Mungu Mwana pia wako. Lakini turudi katika masomo ya leo. Katika masomo ya leo tunaona uwepo wa hizi nafsi tatu za Mungu.
ndiyo yanayofunua Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu haukutengenezwa na kanisa au na mawazo ya mtu. Utatu Mtakatifu umefunuliwa na maandiko matakatifu. Japo neno Utatu Mtakatifu huwezi kupata katika Biblia. Wengine watawasumbua huko walikole huko, mbona namna neno Utatu? Hapana. Hata kama neno halipo, lakini jambo na ukweli wenyewe upo katika maandiko. Jambo na ukweli. Kazi ya kanisa ni kumfanya Mungu aweze kufahamika, aweze kueleweka na watu, aweze kupokelewa na watu. Ndio maana kanisa kwa miaka yote limetafakari juu ya Mungu na likaweza kupata mafundisho hayo ya Utatu Mtakatifu. Mtakatifu Agustino ameandika maandishi yake mashuhuri sana yanayohusu Utatu Mtakatifu, De Trinitate. Ameandika kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni mambo mengi na matajiri sana. Huwezi kwenda ujue ni majinsi gani tangu ile karne zile za mwanzoni mwa kanisa, jinsi kanisa lilivyo tafakari juu ya fungu. Kwa hiyo Mungu yuko katika somo la kwanza. Tunasikia kutoka kitabu cha Kutoka, Musa anaenda kukutana na Mungu kule mlima Sinai. Musa anaenda kupokea zile amri za Mungu, lakini haikuanzia hapo. Katika maandiko tayari Mungu huku nyuma alishajifunua. Hapa tunaongelea tu kitabu cha Kutoka, lakini kurudi nyuma kitabu cha Mwanzo utakuta na Mungu anapokuja kukutana na Musa. Musa anayekuja kuchukua zile amri, Musa anafanya tendo moja kubwa sana, hili ni muhimu sana. Anafanya tendo la kumtukuza na kumwabudu Mungu. Tendo la kumtukuza na kumwabudu Mungu. Naambia Musa akatangaza, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu. Kwa hiyo tendo kubwa kabisa, tendo letu kubwa tunalopaswa kufanya mbele ya Mungu Utatu Mtakatifu, mbele ya Mungu, tendo la kutukuza, tendo la kumwabudu, tendo la kutukuza, tendo la kumwabudu. Mara nyingi ni wepesi wa kumwomba Mungu, ni sawa kabisa, nafaa kumwomba. Kama nia za misa mlizotoa, unamwomba Mungu na shida yako fulani, shida fulani na kukereketa, kwa Mungu, naomba unisaidie. Lakini pia wakati mwingine nataka kumshukuru Mungu na wale walionusurika, mmoja amenusurika na mmoja au wawili na ajali ya pikipiki, anamshukuru Mungu kwamba amenusurika, anaomba Mungu aendelee kumlinda. Ni jambo jema kabisa. Lakini tendo kubwa zaidi ambalo tunaweza kufanya mbele ya Mungu Utatu Mtakatifu ni tendo la kumwabudu, tendo la kumtukuza. Musa fanya tendo. Katika somo la pili pia tunapata Utatu Mtakatifu. Mtume Paulo katika waraka wake huu kwa Korinto anamalizia salamu zake kwa Korinto, anamalizia kwa kusema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi nyote. Ni salamu Mtume Paulo anatumia aidha mara nyingi kwa kuaga
upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe tunasema sisi kabla ya misa. Ni salamu ambayo tunaitoa kabla hatujaanza misa. Hata mimi leo nimefanya. Kwa hiyo Mungu Utatu Mtakatifu anatajwa pia katika somo la pili. Katika somo la tatu anatajwa zaidi Mungu Baba na Mungu Mwana. Na Mungu Baba katika somo hili la tatu la Injili anatajwa kama yeye ambaye ameandaa wokovu wa wanadamu kwa njia ya kumtuma mwana wake. Injili Yohane katika ule mdahalo wake na Nikodemo sema Mungu alipenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu hivi. Anaeleza upendo wa Mungu. Mungu ametukomboa kwa sababu anatupenda. Hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu Baba na Mungu Mwana wanataja. Anasema Mungu hakuja kwa ulimwengu kuokoa ulimwengu, hakuja kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa. Kwa hiyo hizi nafsi tatu za Mungu zinatajwa katika masomo ya leo. Zinatajwa katika masomo ya leo. Mungu moja katika nafsi tatu. Sasa ndugu zangu, yafaa kuangalia uhusiano wetu na Mungu, uhusiano wetu na Utatu Mtakatifu. Wengine wanasema si muhimu sana, Utatu Mtakatifu sio muhimu, inafaa tu, inatosha tu kumchukulia Mungu kama Mungu. Wewe sio Mkatoliki kama unafanya hivyo. Sio Mkatoliki. Mkatoliki lazima ajue kwamba Mungu anayemwabudu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Na sio tu ujue, lakini hata unapomwabudu Mungu uzingatie hilo. Sasa katika sala zetu mbalimbali, kuna sala kadhaa kuu ambazo zinatuhusanisha na Utatu Mtakatifu. Sala ya kwanza mnaifahamu kabisa, ni atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Inaonekana sala ndogo, lakini sala yenye maana kubwa sana. Sala ya kutukuza Utatu Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbinguni kinachofuata ni nini? Asante. Kwa hiyo sala ni sala kubwa kabisa. Tunaitukuza Roho Mtakatifu, tunatukuza Utatu Mtakatifu. Lakini unapomtukuza Mungu pia unamwomba. Tukuze Baba na Mwana. Mara nyingi tunapomalizia sala zetu na sali hiyo sala ambayo inatukuza Utatu Mtakatifu. Lakini pia kuna ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba. Tunafanya ishara ya msalaba mara nyingi kabla ya kuanza sala zetu na wakati wa kumaliza sala zetu. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunataja Utatu Mtakatifu katika sala hii. Sala inayohusu inaonekana jambo dogo kabisa. Ishara ya msalaba inaonekana jambo dogo kabisa. Lakini ni jambo kubwa kabisa. Ni jambo kubwa kabisa. Tunatakiwa kufanya ishara ya msalaba kwa imani, kwa uchaji na kwa ibada. Na hata ile sala niliyosema ya tukuzwe pia tuiseme kwa imani, kwa uchaji na kwa ibada. Ishara ya msalaba ni tendo kubwa sana
ilisemwa na mtakatifu mmoja, lakini hata katika katekisimu yetu ya zamani inasema hata sasa ni tendo kubwa sana. Katika katekisimu ya zamani tunasema kwamba ishara ya msalaba inatusaidia ni watoto wamekwepo wametujibia vizuri, sitaji kuwaeleza. Ishara ya msalaba ni tendo, ni sala kubwa tu. Fanye kwa imani, fanye kwa uchaji na kwa ibada. Siwezi kuingia kwenye undani. Sala nyingine ni sala ya nasadiki, nakiri imani. Siku za Jumapili hasa na siku za sherehe kubwa, nakiri imani, nasadiki kwa Mungu mmoja, Mungu wa mbingu na dunia, nasadiki kwa Roho Mtakatifu, mwanaye wa pekee aliyetukomboa, nasadiki kwa Roho Mtakatifu mleta uzima. Tunataja katika fungu la imani, nayo ni sala kubwa, ni sala kubwa. Nakiri imani yetu ni kama tunaahidi kwamba tunamsadiki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio hayo tu, baadaye tutataja sadiki katika kanisa Katoliki, kanisa moja takatifu Katoliki la tutataja, lakini tunasadiki katika Mungu mmoja, sadiki katika Mungu mmoja, katika nafsi moja, katika nafsi tatu, sadiki katika Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hasa ndugu zangu, mara nyingi kuhusiana na fungu la imani, wewe ambaye unasimama hapa kanisani unasema kwamba unasadiki katika Mungu mmoja, Mungu unasadiki kwa Mungu mmoja katika nafsi tatu, baadaye hujishangai unapoenda kwenye imani nyingine hizo. Kwa nini hujishangai? Mimi nawashangaza wa aina hiyo, nimerudia mara nyingi. Naahidi fungu la imani la kanisa Katoliki ambalo nasadiki katika Utatu Mtakatifu, na pale mwisho hapo unataja unasadiki katika kanisa Katoliki, kanisa moja Katoliki takatifu la mitume. Baadaye kutoka hapo unaenda kwenye yale mabanda, alafu Mungu anakuonaje? Tuache sisi tunakuonaje, lakini hata Mungu anakuonaje? Wale wanaoenda huko fikirie kidogo. Kwa ninatumia mfano mmoja ambao kidogo naumiza, unaaibisha. Wewe ni kama mtoto ambao unakwenda alafu unaenda kula kwa watu, na nyumbani kwenu unaenda kula na watu. Watoto wa namna hiyo, kwa lugha ya kwetu kila mtu sayai. Sayai, ndio maana sayai. Mbwa ujaalikwa na kwenda kwa watu na kula huko. Kwetu tunamwita nini? Ujaalikwa. Sayai. Nafikiri sayai kwa lugha nyingine, sijui kwa Kiswahili mwenyewe sitapata kusema hivi. Nasema tu hivi kwa sababu inaniuma sana. Nafikiri hata Mungu anaweza kukuona hivi. Kama huyu mtoto anakosa nini kwetu kwangu? Anakosa nini kwangu? Huyu mtoto anakosa nini nyumbani kwangu kwenye Utatu Mtakatifu? Anakosa nini? Anaenda kula kwa watu. Mimi inanishangaza na inaniuma sana. Sasa mnaoenda huko mjue kwamba mnaonekana, sipendi kutukana mtu, nisamehe sana lakini unapoenda huko utatukana sana. Ili Yesu atanisamehe. Ndio jamani, nafikiri wale wanaoelewa Yesu lazima nisamehe kutukana kweli. Kwa hiyo tunakiri imani yetu. Tunakiri imani yetu kwa Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu mmoja katika nafsi tatu.
lakini pale mwishoni tunakiri katika sadiki katika kanisa moja takatifu Katoliki la Mtume. Kwa hiyo katika fungu la imani pia tunakuta Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu, sala za Utatu Mtakatifu ziko nyingi, lakini kubwa ni kama hizo, Sasa hizi sala tuzisali kwa ibada, tuzisali kwa uchaji, tuzisali kwa imani iliyo thabiti. Na Mungu Utatu